Kwingineko ni kwamba baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki sasa linalaumu serikali kuu kwa kujitia hamnazo kuhusiana na hali ya elimu na afya humu nchini. Maaskofu hao wanasema kutolipwa kwa madeni ya bima ya afya kwa taasisi za makanisa na kukosa uwazi wa mfumo wa elimu wa CBE kunatia wasiwasi. Brenda Wanga anaarifu kuhusu taarifa ya maaskofu hao wanaokosoa pia sheria kali zinazoidhinishwa na serikali. Maaskofu wa kanisa Katoliki wameikosoa serikali kwa kile ambacho wanataja kama ukosefu wa mwelekeo kwenye sekta za elimu na afya. We need a spirit of openness to address these serious concerns from a spirit of openness and not to be in denial. There are serious things happening in our schools, in our colleges, in our universities. Wakizungumza jijini Nairobi, maaskofu hao sasa wanaitaka serikali kurekebisha utekelezwaji wa mfumo mpya wa elimu wa CBE ambao wanasema umetekelezwa bila mpangilio sawa na wazi. We are inviting those responsible in government not to make political responses to these very serious matters, but to move with speed and rectify the things that are ailing our education system, especially with regard to the introduction of the current system of education. Na kuhusu bima ya afya, maaskofu wanaikosoa serikali kwa kutolipa madeni ya NHIF na yale mapya ya SHA. Hali hii inatishia kuathiri utoaji wa huduma za afya katika vituo vya afya vya mashirika ya kidini. Our hospitals, whether they are owed by NHIF or SHA, the suppliers are waiting for their money. We need medical supplies. We need to pay the staff. Our hospitals are running on debt, in deep debt, because of these huge arrears or institutions. Maaskofu hao pia wamewarai vijana kujiandikisha kama wapiga kura ili kutimiza haki yao ya kidemokrasia wakati wa uchaguzi. Registering as a voter secures your voice and contribution, enabling Kenya to continue growing in justice, peace and unity. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.